Haleluya. Ndugu zangu ambao mnanisikiliza na kunifuatilia, mimi naitwa Askofu Eliabu Sentozi, nachunga kanisa la Gilgal ambalo linapatikana Pasiansi katika jiji la Mwanza. Leo niko mahali hapa kimaalum sana, nataka kuwakaribisheni katika ibada ya Jumapili ya kesho tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ibada kesho ni ibada maalum sana, tumeitenga kimaalum kwa sababu ya kuwabariki watoto, au kwa lugha nyingine kutamka hatima kwa ajili ya watoto, hatima za kimungu kwa ajili ya watoto wetu. Tunafahamu ya kwamba shetani katika kizazi hiki, hakuna mtu ambaye hajui kwamba uharibifu katika watoto ni agenda kubwa ya shetani, na naifanya kweli kweli. Wote tunajua mambo ambayo yanawapata watoto, uharibifu ambao unawapata watoto, tabia nyingi za kishetani ambazo zinawapata watoto. Kwa kama kanisa tumeamua kwamba kesho tutakuwa na ibada maalum ambayo tutatamka hatima ya kimungu, kwa mfano ule ule ambao wazazi katika nyakati za Yesu walioleta watoto ili kwamba Yesu akapate kuwagusa, na Yesu aliwagusa. Lakini kwa nini walitaka Yesu awaguse? Kwa sababu wanajua nguvu ya mguso wa Bwana Yesu. Bwana Yesu aligusa watu wengi, sio hao tu. Biblia inaandika kwamba alipogusa wengi walimjia waguse, wakiwa wagonjwa wote walipona, wenye ukoma walitakasika alipowagusa, vipofu waliona alipowagusa, viziwi walisikia alipowagusa, wagonjwa kwa magonjwa mbalimbali walifanikiwa na walipona kwa mguso wa Bwana Yesu Kristo. Kwa tunajua kwamba Bwana Yesu Kristo atakapogusa watoto, historia zao zitabadilika, na tunajua kwamba hatima zitabadilika kama ambavyo tunaamini wale aliwagusa hatima zao na maisha yao yalibadilika. Lakini nataka ni kuhakikishia kwamba tusipofanya jambo hilo, shetani hasinzii. Shetani anafanya kweli, kama Farao mnavyokumbuka wale mnaosoma Biblia alivyofanya watoto wa kiume wa Waebrania katika nchi ya Misri. Kila alichofanya Farao, leo shetani anakifanya. Hatujagundua kwamba shetani akifanya, lakini anakifanya. Anaua kizazi, anaharibu kizazi, anaharibu kesho ya kanisa, anaharibu kesho ya koo zetu na familia zetu. Kwa hiyo naomba tukubaliane kwamba kubali kuja na mtoto wako. Wale ambao hawapo, labda wako mabwenini, wako shule, wako mabwenini, wale ambao labda wako nje kikazi, lakini ni watoto, yote ambao unajua ni mtoto kwako, hajalishi umri, njoo umwasilishe. Kama hayupo hapa Mwanza, lakini kama yuko Mwanza, njoo naye. Tuna ibada maalum kwa ajili ya jambo hilo. Lakini kanisa letu ninapoendelea kukaribisha, linapatikana Pasiansi kama nilivyosema, na ukitaka kuja Pasiansi popote unapotokea katika kona za mji wa Mwanza, njoo kwenye kituo kinachoitwa Pasiansi, ni kwenye barabara ya kuelekea uwanja wa ndege. Ukifika Pasiansi, chukua bodaboda, mwambie nipeleke Gilgal. Bodaboda atakuleta moja kwa moja Gilgal, na utakutana hilo jambo nililosema, na hutajuta. Historia ya watoto wako utaiona itakavyobadilishwa na Mungu. Lakini pia saa ya ibada itakuwa ni saa 4. Itaanza saa 4 na ibada itaisha saa 7. Naomba nikukaribishe, usikose na usichelewe, kwa sababu Mungu atakuwepo akitembea na Mungu atakuwepo akihudumu. Naitwa Eliabu Sentozi, karibuni sana. Mungu awabariki. Amen.